wameshika maua, lakini sahi wanakabidhiwa na wao kana kwamba ni watu ambao wanatishia usalama wa taifa. Na hivyo ndivyo ambavyo imekuwa. Hata ili vifo hivyo ambavyo leo hii tunavikumbuka vitokee, kwa sababu nilihusika sana, ilikuwa inatokea kwamba serikali kwanza inataka, vile Waswahili wanasema kwamba ukitaka kumuua mbwa mpe jina mbaya kwanza, ama fisi akitaka kula mwanawe kwanza anasema kwamba ananuka mbuzi. Hayo ndio ambayo yanatokea, ya kwamba serikali inajaribu kuleta tukio ambalo linapaka tope waandamanaji, kisha wanazua vurugu wao wenyewe, kwa sababu sasa washaweza kujustify yale vitendo. Lakini kuambia kitu kimoja, Nimrod, William Ruto tangu aingie katika uongozini mwaka uliofuata wa 2023, zaidi ya waandamanaji 118 waliuawa katika maandamano ya Azimio la Umoja. Mwaka uliofuata wa 2024, zaidi ya waandamanaji 100 ambao tunawakumbuka leo hii waliuawa na serikali yake. Mwaka uliofuata wa 2025, zaidi ya waandamanaji 80 waliuawa na serikali yake. Mwaka huu hata hujaisha, Nimrod, katika maandamano yaliyokuweko ya mafuta, bei ya mafuta, tayari zaidi ya Wakenya 46 wameuawa na serikali yake. Hiyo ni kusema ya kwamba tangu wachukue uongozi